tumekusudia tujifunze katika wiki hili la semina. Ni siku ya pili ya semina yetu nzuri ambayo Roho Mtakatifu anakwenda kutukumbusha kwa habari ya kuwa chombo chenye kumfaa Bwana. Somo letu linasema kwamba mimi ni chombo chenye kumfaa Bwana. Siku iliyopita tulijifunza kwa habari ya chombo cha kumfaa Bwana, kwamba ni chombo cha aina gani. Tukasoma katika kitabu kile cha Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 20 na 21. Turudie kidogo tujikumbushe, alafu tutaendelea na muendelezo wa siku ya leo. Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 20 mpaka 21. Inasema, basi katika nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu na fedha tu, bali na vya mti na vya udongo, vingine vina heshima na vingine havina. Basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao, atakuwa chombo cha kupata heshima, kilichosafishwa, kimfaacho Bwana, kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. Huu ndio mstari wetu mkuu ambao tunatembelea katika siku hizi zetu zote 3 za semina, ikiwa leo ni siku ya pili. Tukajifunza kwamba ndani ya nyumba ya Mungu kuna vyombo vyenye heshima na vyombo ambavyo havina heshima. Tukajikumbusha kwamba vyombo vyenye heshima ni vyombo vya dhahabu na vyombo vya fedha. Vyombo ambavyo vingine havina heshima, kuna vyombo vya udongo, kuna vyombo vya mti. Vinatumika lakini havina heshima. Si kwamba havitumiki, hapana, vinatumika, ila heshima mbele za Mungu havina. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tukajikumbusha kwamba vyombo vya thamani, vilivyo vya thamani ambavyo Mungu anavitazama, ndani yake kuna asili ya utakaso. Kumbe ili uwe chombo cha thamani, uwe chombo cha kumfaa Bwana, ni lazima uwe na utakaso ndani yako. Haleluya. Ni lazima usafishwe, ni lazima uwe safi. Sasa leo tutaendelea na somo hilo. Tutaangalia hasara za kutokutaka kumtumikia Mungu. Chombo cha Mungu au mtu aliyeokoka, kwanza anapaswa kuwa mvunaji wa nafsi za watu au kuokoa roho za watu. Haleluya. Jambo la kwanza, mtu yote aliyeokoka katika maisha yake ya utumishi, maisha yake ya wokovu, anachotakiwa kukifanya yeye ni kuokoa nafsi za watu wengine. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa maisha yake, matendo yake, tabia zake, vile anajitoa kwa Mungu, anapaswa kuokoa nafsi za watu wengine. Mtu mmoja atajiuliza, naokoaje nafsi? Kwa vile ninavyoishi. Ndiyo, wokovu wako, matendo yako, tabia zako, vile unafanya kwa Mungu, vile unajibidiisha, unajitoa, utayari wako unamtangaza Kristo na kuokoa nafsi ya mtu ambaye ilikuwa katika upotevu. Anapokutazama anakuwa anamuona Mungu kwenye maisha yako, na anakuwa anamtamani Kristo aliye naye ndani yako. Haleluya. Nimesema tutaangalia hasara za kutokutaka kumtumikia Mungu. Yaani kile chombo ambacho chenyewe kipo tu, hakiwazi namna ya kumtafuta Mungu, hakiwazi kumtumikia Mungu, hakina juhudi mbele ya uso wa Mungu, ni chombo ambacho hakina heshima. Mungu hapendi mtu anayefanya kazi kwa manunguniko. Kitu cha kwanza unachotakiwa kukitambua kwamba Mungu hapendi kufanya kazi kwa mtu anayefanya kazi kwa manunguniko. Hebu tuangalie kitabu cha Malaki sura ya 3 mstari wa 13 mpaka 14. Anasema kwamba maneno yenu yamekuwa magumu juu yangu, asema Bwana. Lakini ninyi mwasema, tumesema maneno juu yako kwa namna gani? Mmesema kumtumikia Mungu hakuna faida, na tumepata faida gani kwa kuyashika maagizo yake
na kwa kwenda kwa huzuni mbele za Bwana wa majeshi. Huyu ni mtu ambaye, au hiki ni chombo ambacho kipo nyumbani mwa Mungu, lakini hakitaki kutimiza wajibu wake, hakitaki kumtafuta Mungu, hakitaki kumtumikia Mungu. Chenye kimekuwa ni malalamiko wakati wote. Huyu ni mtu ambaye ameokoka, lakini yuko nyumbani mwa Bwana, hajibidiishi. Sio mtu wa kumtafuta Mungu, sio mtu wa kutimiza mapenzi ya Mungu, sio mtu wa kufanya yale maagizo Mungu anataka. Ndio maana hapa mtu anakuwa mtu wa kulalamika. Haoni faida ya kumtumikia Mungu, ni kwa sababu yupo tu amekaa, hawezi chochote kwa habari ya uso wa Mungu, hawezi chochote kwa habari ya ufalme wa Mungu. Atapataje heshima? Kazi yake inakuwa na malalamiko, kazi yake inakuwa na manunguniko. Akitenda ametenda kwa kusukumwa, akifanya amefanya kwa sababu ameambiwa fanya, ila moyo wake ndani yake hauna utayari wa kumtumikia Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Ili uwe na heshima mbele za Mungu, haupaswi kufanya kazi kwa manunguniko. Mungu hatendi kazi na mtu anayefanya kazi kwa manunguniko. Tambua kama chombo cha thamani, kama chombo cha Mungu, una utayari ndani yako. Haupaswi kuwa na malalamiko katika kumtumikia Mungu, katika kumtafuta Mungu. Hupaswi kuwa na manunguniko. Unapojitoa, jitoe kweli kweli, kama vile ambavyo Yesu alijitoa msalabani ili wapate uzima. Hakulalamika, hakutazama mateso, hakutazama dhiki, hakutazama wakati mgumu ulio mbele yake. Alitazama hatima yake, alikutazama wewe, maana alivumilia taabu, alivumilia mateso, alivumilia dhiki, alivumilia matusi, alivumilia mate, alichoma mkuke ili wapate uzima. Alitumika sawa sawa na kusudi. Mungu ameliweka kusudi jioni ya leo kwenye maisha yako ili utumike kama vile Bwana anataka. Haleluya. Hakulalamika Yesu katika maisha yake. Alijua kusudi alilobeba, alivumilia. Ndio maana kuna wakati aliomba jasho likawa damu. Aliomba, alisema Bwana, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, ila si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Alijua ni mateso, ni maumivu katika kusudi hili, lakini alivumilia ili wapate wokovu. Na wamepata neema ya wokovu kwa sababu yuko mtu alisimama katika kusudi lake. Aliomba, alilia, alitumika kisawasawa ili wapate neema ya wokovu. Hakusema Bwana, ninaomba niache kazi ni ngumu. Hakusema kwamba siwezi, bali alifunga, aliomba, alitulia mbele ya uso wa Bwana, alimtafuta Mungu kwa sababu alijua kilichomo ndani yake, kusudi lake si rahisi namna hiyo. Haleluya, haleluya. Mungu hafanyi kazi na watu wenye manunguniko. Hautamwona Mungu kama mtu wa manunguniko, hautamwona Mungu kama mtu wa kusita sita. Shika sana ulicho nacho. Kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani yako ni thamani kubwa sana, ni hazina kubwa sana. Usifanye kazi kwa manunguniko, usimtumikie Mungu kwa mazoea. Utapata hasara, kwa sababu Mungu atakuacha. Wana wa Israeli walinungunika mbele ya uso wa Mungu, Mungu akawapiga. Bwana Yesu atusaidie. Usifanye kazi ya Mungu kana kwamba unafanya ili upate faida fulani. Usifanye kazi ya Mungu ukitarajia upate kitu, kwamba Mungu nipe na mimi nitoe. Hapana. Mungu hana kanuni hiyo. Ili ubarikiwe, ili ufikie malengo yako, ili uone hatima yako, ni lazima ujitoe jioni ya leo. Haleluya. Usipende kumtumikia Mungu ukiwa unataka kwanza kitu. Vitu vitakuja baada ya kujitoa. Vitu vitakuja baada ya kumtafuta. Ndio kanuni ya Mungu. Lazima kuchunguze, lazima kupitishe, akutazame kwanza. Bwana Yesu atusaidie.
Usimwabudu Mungu au kumtumikia Mungu kwa sababu ya hisia zako au mawazo yako, kwamba unategemea kupata kitu baada ya kufanya ulichokuwa nacho au baada ya kufanya kile ulichokuwa unafanya. Hebu tuangalie kitabu cha Sefania sura ya 1 mstari wa 12 na 13. Anasema, kisha itakuwa wakati ule nitauchunguza Yerusalemu kwa taa, nami nitawaadhibu watu walioganda juu ya masira yao, wasemao kati ya mioyo yao, Bwana hatatenda mema wala hatatenda mabaya. Na huko utajiri wao utakuwa mateka, na nyumba zao zitakuwa ukiwa. Naam, wakijenga nyumba lakini hawatakaa ndani yake, nao watapanda mizabibu lakini hawatainywa divai yake. Bwana Yesu asifiwe. Anasema Mungu wakati ule ataichunguza Yerusalemu kwa taa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana anasema atachunguza Yerusalemu kwa taa. Kuna wakati Mungu anakuchunguza wewe, ndiye Yerusalemu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anakuchunguza kwa taa, maana yake anaachilia mpenyo ndani yako, anaachilia nuru katika utumishi wako. Lakini mnamtumikia, lakini Bwana anatazama katika utumishi huo ambao anatumika, anataka nini, ana tabia gani, hatima yake nini, anafikiria nini kwa habari ya mimi, anafikiria nini kwa habari ya ufalme wa Mungu. Anaweza kaachilia penyo. Ndio maana anasema atauchunguza Yerusalemu kwa taa. Anaachilia nuru yako, anaachilia mwanga, anaachilia njia kwenye biashara zako, kwenye hatima yako, kwa utumishi wako. Yale matokeo baada ya kupata kile ambacho kwa unataka, yale matokeo ndio atakayoamua, ndio atakayozungumza kwamba wewe ni mtu aina gani. Pale unapogeuka na kuacha utumishi kwa sababu umepata ulichokuwa unakitaka, kwa sababu umepata ulichokuwa unayataka, utakavyogeuka, utakapoacha, Mungu naye atakuacha, kwa sababu ameachilia mwanga, alafu wewe umemkana, umeacha. Ulikuwa unafanya ibada kabla hujafanikiwa, lakini ulipofanikiwa tu ukaacha ibada, ukafuata dunia, ukafuata biashara zako, ukabize kutafuta hela, ukabize kuangalia uso wako. Lakini ya Mungu hauachi. Muda wa Mungu huna, uko bize muda wote. Jiulize, Mungu angekuwa bize, wewe ungekuwaje? Bwana Yesu atusaidie. Usijiweke bize kiasi hicho. Mtafute Mungu. Kwa Mungu unasitasita, unasukumwa, ila kwenye mambo ya familia uko mbio. Jiangalie sana, kuwa makini. Mungu anachotaka ni wewe kumtumikia. Anapoachilia mwanga kwenye maisha yako, hapo ndo pa kukazana kumshika. Haleluya. Haleluya. Anasema nitawadhibu watu walioganda juu ya masira yao, wasemao kati ya mioyo yao, Bwana hatatenda mema wala hatatenda mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Hapa ni mtu yule ambaye anamwabudu Mungu au anafanya kazi ya Mungu kwa mazoea, kwamba Mungu mbona anajua sinafanya, yaani unaona ni sawa, nafanya. Uliambiwa uongoze maombi, Mungu mwenyewe anajua niombe nisiombe sawa, lakini naombaga muda fulani. Leo siombi, kesho naomba, kesho naongoza, kesho siongozi. Kwani nini? Atafanya mtu fulani. Mbona yupo mtu fulani? Mungu amekuweka kwa sababu ya kusudi maalum. Kuna mahali anataka ufike, na ndio maana amekwambia ufanye. Huwezi kufika kama utatii, huwezi kufika kama utafanya. Umepewa jukumu, timiza. Ni Mungu amekwambia utimize. Kuna mahali anataka ufike, hiyo ni taa. Ili ufike ni lazima utii, ili ufike lazima ufuate kile alichokwambia. Unapokataa, manake unakataa baraka, unakataa hatima yako, unakuwa mtu wa mazoea, unafanya unavyojisikia. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Watu waliomwabudu Mungu kwa mazoea, waliofanya kazi ya Mungu kwa mazoea, walipigwa, walipoteza walivyo navyo.
Ndio maana hapa chini kidogo katika mstari wa 13 anasema, na huko utajiri wao utakuwa mateka, na nyumba zao zitakuwa ukiwa, na watajenga nyumba lakini hawatakaa ndani yake, watapanda mizabibu lakini hawatakunywa divai yake, maana mtu huyu ataishi maisha ya taabu. Bwana Yesu atusaidie. Unapokataa kumtumikia Mungu, maisha yako yatakuwa na taabu siku zote. Nyumbani kwako hautakaa, umejenga nyumba hautalala. Bwana Yesu atusaidie. Unauzao hautafurahia, taabu kila eneo. Ukienda kwenye uchumi, taabu. Maisha yako yatakuwa ya taabu, kilio kila siku. Ndio maana kasema nyumba zao zitakuwa ukiwa. Maisha yako yatakuwa ni matabu, magumu, hauoni mbele. Ni kwa sababu umemkataa Mungu. Umekataa kumtumikia. Umekataa kutumika. Umekataa kufanya kazi. Wewe ni chombo, acha utumike kwa Bwana, kwa sababu wewe ni mali yake. Amesema fedha na dhahabu vyote ni mali yake. Vyote vilivyomo duniani ni mali yake. Hata wewe ni mali ya Bwana. Hata wewe ni chombo. Kazi yako ni kutumika, sio kumkataa Mungu. Wewe ni chombo. Kwa nini ukatae? Ukimkataa Kristo, maana yake umeruhusu taabu na mateso na vilio, magonjwa, misiba ndani ya nyumba yako. Tafute Mungu. Tafuta kumtumikia Mungu. Usipende kwa mtu akukata. Hauna kitu cha kufanya, tafuta. Kiu na shauku yako ndani yako ndio itakayo kusukuma wewe. Itakayo kufanya uone mbali. Itakayo kufanya usione hatua. Itakayo kufanya uongezeke. Wazi kuongezeka kama utaki kumtumikia Mungu. Kila siku utakuwa vile vile. Utadumaa kiroho. Hautakuwa, kwa sababu ni mtu wa mazoea. Umekuwa mtu wa mazoea. Wazi kukua kiroho. Wazi kuongezeka. Wazi kuona mpenyo. Wazi kuona mafanikio. Wazi kuona matokeo mazuri kwenye maisha yako, kwa sababu umekuwa mtu wa mazoea. Mtu anayemtumikia Mungu kwa mazoea, huyo hawezi kukua, hawezi kupata faida, hawezi kuonekana. Hawezi. Yeyote anayekataa kumtumikia Mungu, anayefanya kazi kwa mazoea, chombo kinachokataa hakiwezi kufanikiwa popote. Hakiwezi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wa mbinguni atusaidie. Tafute Mungu. Tafuta kitu cha kufanya nyumbani mwa Mungu. Usipende kuwa mtu wa kukatu. Umebarikiwa uchumi wako sio chanzo cha kuwaumiza watu wengine. Kwa uchumi wako mtumikie Mungu. Umebarikiwa, Mungu amekupa kinywa umwimbie. Tumia sauti hiyo kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Umepewa uongozi kanisani. Shika nafasi yako ulionayo. Tumika vyema. Bwana Yesu atusaidie. Umepewa karama. Tumia vizuri karama yako ulionayo. Utamwona Mungu. Umepewa kipawa. Tumia vizuri kipawa ulicho nacho. Haleluya. Umepewa uhai, ni neema. Tumia vizuri uhai ulionayo. Haleluya. Umepewa uhai ili umtumikie Mungu. Leo upo unaishi, ni mzima. Wapo waliolala wakaamka. Wapo waliolala wakalala moja kwa moja. Mungu amekupa uhai ili utengeneze, ili umtumikie. Bwana Yesu atusaidie. Kwa pumzi ulionayo na kinywa ulicho nacho, vile ulivyo, unapaswa kuwa chombo cha thamani na chenye kumfaa Mungu. Haleluya. Tuangalie Zaburi 73 mstari wa 11 mpaka 13. Anasema, nao husema, Mungu hujuaje? Yako maarifa kwake aliye juu. Fahamu, ndivyo walivyo wasio haki, na kustarehe siku zote. Wamepata mali nyingi. Hakika nimejisafisha moyo wangu bure, na kunawa mikono yangu isitende dhambi. Bwana Yesu atusaidie.
mtu ambaye hataki kutumika mbele ya nyumba ya Mungu. Kwanza Bwana anasema ndivyo walivyo wasio haki. Wasio haki, wao chochote wanachokifanya wanaona sawa tu. Anaanza kujiuliza, kwanza nisipofanya hivi kwani kuna tatizo, kuna shida? Hata nisipoenda kanisani kuna mtu atanitafuta. Hata nisipofanya hiki kuna mtu ataniuliza. Yaani anajiuliza, yaani anaona kana kwamba Mungu haelewi. Anaona kana kwamba Mungu hafahamu chochote. Anaona kana kwamba Mungu haoni. Unajidanganya. Mungu anaona kuliko unavyoona wewe. Watu hao wamekuwa ni watu wa kustarehe siku zote. Ina maana ni watu ambao wanajitafuta sana wao kuliko kumtafuta Mungu. Wamejiweka vipaumbele wao kwenye mambo yao kuliko kumtafuta Mungu. Wamejitafutia faida nyingi kwenye maisha yao kuliko kumtafutia faida Mungu. Jiulize, mpaka leo umemletea Mungu faida kiasi gani kwenye ufalme wake? Umemzalia matunda Mungu kiasi gani? Nini umefanya kwa Mungu? Vile unavyojihangaikia kwenye maisha yako, je, Mungu umemhangaikia zaidi? Maana kama unajihangaikia wewe, unatakiwa uangalie Mungu, mtumikie zaidi, umhangaikie zaidi. Lakini pia ni kwa ajili ya faida yako wewe. Ukimtumikia Mungu vizuri, hakuna anayefaidika ila ni faida ya roho yako, duniani mpaka mbinguni. Katika ulimwengu wa sasa na hata ule ulimwengu ujao, ni faida ya kwako. Ukimzalia Mungu matunda, ni faida ya kwako. Ni faida yako, si kwa faida ya viongozi wako wala kwa faida ya mtu yote yule, bali ni faida ya roho yako. Neno la Bwana linasema wekeni hazina mbinguni, katika kitabu cha Mathayo, huko ambako nondo la kutu hakuna viharibupo. Lakini anayejiwekea hazina yake duniani, kuna nondo, kuna kutu, vitaharibu hazina yako. Hazina yako napaswa uitunze mbinguni. Haleluya. Anasema hakika nimejisafisha moyo wangu bure na kunawa mikono yangu isitende dhambi. Mtu huyo anaona kwamba vile Bwana ni rehemu, kesho anarudia vile vile. Bwana nitakase, kesho anarudia vile vile. Anaona kana kwamba amejisafisha, ni mtu wa kujitetea, lakini kumbe anakosea. Bwana Yesu atusaidie. Zaburi 94:11 anasema Bwana anayajua ya kuwa mawazo ya mwanadamu ni ubatili. Vile unavyowaza, unaona Mungu hakuoni, unaona Mungu hatendi, unaona Mungu yupo tu, unafanya makosa, unaona unalala unaamka kila siku uko vile vile, haufanyi anayostahili, haumtumikii Mungu, haumtafuti Mungu, unaona ni sawa, ni ubatili mbele ya uso wa Mungu. Unazidi kumkasirisha Mungu. Mawazo unayowaza, mawazo mabaya, Mungu hapendi, mbele zake ni ubatili. Mawazo yaliyo mema ni vile unawaza namna gani umtumikie Mungu, namna gani ujitoe kwa Mungu, ni namna gani utakomfurahisha Mungu. Kuna wakati unatakiwa ukae utafute namna ya kumfurahisha baba yako wa mbinguni. Haleluya. Unapomtumikia Mungu kwa moyo wa kupenda na moyo tayari ukasimama sawa sawa, unaufurahisha moyo wa Mungu. Kuna wakati tafuta kufurahisha moyo wa Mungu. Mungu akifurahi, maisha yako yote ni mazuri, unafanikiwa. Tafuta kumfurahisha Mungu. Furahisha Mungu kwa utukufu, kwa utukufu. Mungu ukimfurahisha atafungua malango, baraka zako zitakuwa wazi. Mungu ukimfurahisha utaona kila kitu, yani utaona nuru kwenye maisha yako. Hakuna habari itasogea kwa sababu umemfurahisha moyo wake. Hakuna mtoto ambaye akamfurahisha mzazi wake alafu mzazi wake akamwangalia tu, hapana. Mtoto akifanya vizuri anapongezwa. Wewe ukifanya vizuri mbele ya ufalme wa Mungu unapongeza, Mungu anakupongeza, anakufurahia kwa sababu unamtumikia, unasimama vyema katika nafasi yako. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tuangalie Ufunuo 3:15 mpaka 16. Anasema nayajua matendo yako, hu baridi wala hu moto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Basi kwa sababu una vuguvugu
wala hu baridi, wala hu moto. Nitakutapika utoke katika kinywa changu. Unapokataa wewe kama chombo kumtumikia Mungu, unakuwa mtu wa vuguvugu, haueleweki uko wapi. Mungu anasema atakutapika utoke katika kinywa chake. Wewe ambaye ueleweki, Mungu anataka mtu anaeleweka. Kama ni baridi, simama kwenye baridi. Kama ni moto, simama kwenye moto. Kama wewe unasema ninamtafuta Mungu, mtafute Mungu. Sio kwa mchanganyiko, wakati uko moto, wakati uko baridi. Hataki mtu aliyepoa, kwa sababu neno la Bwana linasema yeye ni moto ulao. Unapaswa kwa moto na sio baridi. Ukiwa vuguvugu, ukiwa mchanganyiko, Mungu anasema atakutapika. Bwana Yesu atusaidie. Anasema nayajua matendo yako, vile unaishi, vile unamtafuta Mungu, vile unafanya ile kiu na shauku yako, vile ambavyo Mungu anakutazama. Maana hakuna la siri mbele za Bwana, hakuna la kujificha, vyote viko wazi. Mungu anaona matendo yako, Mungu anaona tabia zako, Mungu anaona maisha yako. Bwana anatazama ukiri wako, anasema ya kwamba anajua matendo yako, kwamba hubaridi wala moto wala vuguvugu, atakutapika. Angalia mtu wa Mungu, Bwana asikutapike kwa sababu ya matendo yako. Angalia mtu wa Mungu, Yesu asikutapike kwa sababu ya tabia zako. Vile unakataa kumtumikia Mungu, atakutapika kwa sababu atachoshwa na matendo yako, anachoshwa na tabia zako, anachoshwa na kiburi chako, anachoshwa na dharau ulionayo. Bwana anasema atakutapika. Atakutapika kama weleweki. Atakutapika. Simama katika njia moja. Ni hasara kutaka kumtumikia Mungu. Bwana atakutapika. Sasa kama umzalii Mungu matunda, haumpe Mungu faida, hautangazi ufalme wake, haujitoe mbele zake, akikuangalia anaona uchafu, anaona dhambi, anaona tabia mbaya. Kwa nini akuache? Kwa nini akuache? Kuna wakati unatakiwa uwe na sababu ya kumfanya Mungu akuache uwe hai. Kuna wakati unatakiwa uwe na sababu ya kumfanya Mungu akuache uendelee kumtumikia. Kuna watu ambao waliponywa kwa sababu ya utumishi wao. Hezekia alipougua, hata yupo karibu kufa, alimkumbusha Mungu kwa utumishi wake. Alimwambia Mungu, tazama, nimekutumikia kikamilifu. Alimwambia Mungu, nikumbuke. Bwana akamwongezea uhai. Sasa kama utaki kutumika vyema mbele ya uso wa Mungu, utakuwa na sababu gani? Mungu akitazama atakuwa na sababu gani ya kukuacha hai? Hautaki kumtumikia, atakuwa na sababu gani? Utumishi unakutetea mbele za Mungu ili asikutapike. Hutaki kumtafuta. Umejaa jeuri, umejaa uchafu, maisha ya dhambi umejaa. Dhambi na kutafuna. Dhambi ni uchafu. Mungu hawezi kukaa na uchafu. Haumzalii Mungu matunda. Ana sababu gani ya kukuacha? Anasema atakutapika. Wao usitaka kumtafuta Mungu, wao usikiwa na kiu na shauku ya kumtafuta Mungu, Bwana anasema atakutapika. Bwana Yesu atusaidie. Bwana atakutapika. Mtumikia Mungu kwa uaminifu na ukatembee pamoja naye sawa sawa. Na upaswi kuishi katika kumtumikia Mungu tu. Unapaswa kutembea na Mungu. Hatua zako unapopiga ya kwanza, unapopiga ya pili, hakikisha unatembea na Mungu. Usiwe mtu wa kumtumikia Mungu tu, bali kutumika pamoja na Yesu. Haleluya, haleluya. Makofi na vigelegele kwa Bwana. Tafuta kutembea na Mungu. Bwana Yesu atusaidie. Tafuta kutembea na Mungu. Unapiga hatua ya kwanza, unapiga hatua ya pili, mwambie Bwana, umesema ya kwamba hatua zangu sitaongezwa na wewe. Ninapiga hatua, Mungu tembea na mimi. Ninaongeza hatua, Bwana tembea na mimi. Yesu atakuongeza. Haleluya. Yesu atakuongeza. Bwana atakuongeza.
hata kuacha. Lakini ukigeuka ukiasi, Mungu atakutapika. Usimfanye Mungu akutapike. Ogopa. Bora baba yako na mama yako na ulimwengu wote wakukataa, wakukane, wasema una kiburi, una jeuri, lakini ni kwa sababu ya Yesu. Yesu akikutupa, Yesu akikweta, utapata tabu mpendwa. Akikutapika, utatamani majabali ya kuangukie, utatamani ardhi pasuke uingie, lakini hatawezekana. Maisha yako yatajaa uchungu, maisha yako yatajaa fedheha, maisha yako yatajaa aibu, maisha yako yatajaa msiba. Angalia mtumwa wa Mungu, Yesu asikutapike. Haleluya. Uwe na kitu cha kumshawishi Mungu, cha kukufanya uwe hai. Uwe na kitu cha kumshawishi Mungu, cha kukufanya uendelee kustawi. Unataka kustawi, mtafute Mungu. Mungu akikutazama asiwe na sababu ya kukutapika. Tafute Mungu, kwa vile unaona Bwana amekujalia ile kiu na shauku ndani yako, ndio itakao kuwezesha wewe na kukusaidia ili kuendelea kumtafuta Mungu. Maana pia pasipo shauku na kiu ya kumtumikia Mungu, haiwezekani kumpendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Angalia Mungu asikutapike. Angalia sana mtu wa Mungu asikutapike. Bwana akikutapika ni hatari. Yesu akikutapika ni hatari. Tena hatari kubwa kuliko chochote. Ni hatari kuliko maelezo. Unatakiwa mpendeze Mungu. Ongeza kiu na shauku ya kumtumikia Mungu. Usikubali kila siku wewe vile vile. Usikubali kila siku wewe mtu wa kukaa. Usikubali kila siku mawazo yako yawe duni. Usikubali mawazo yako yawe ubatili mbele ya uso wa Mungu. Tafuta kumfurahisha Mungu kwa utumishi ulionao. Shika sana ulicho nacho. Hazina ambayo Mungu ameweka ndani yako, ipo siku utajibu. Kila Bwana amekiweka ndani yako, ipo siku utakitolea hesabu. Bwana atasema, nilikupa kazi ya kwenda kushuhudia watu, ya kwenda kuvuna nafsi za watu. Nilikutuma kwa mama yule, wewe ukwenda, utakosa majibu. Wewe ukasema, Bwana niokoe, niingie katika ufalme wako Mungu. Alafu kuna watu umewakosesha ufalme wa mbinguni. Mungu ni Mungu wa haki. Hautaingia mbinguni. Hautaingia mbinguni. Mungu ni wa haki. Umewakosesha wengine, alafu wanataka kwenda wapi? Watakuvuta, watakukamata. Ulipewa utumishi, njoo hapa. Haukutimiza kusudi la Bwana. Haukumshika mwenye haki, watakuzuia. Ulipewa kazi ya kukarimu wageni. Wageni wanakuja nyumbani mwa Bwana, lakini wewe haukarimu. Utahukumiwa, utapewa adhabu, utajibu mbele ya Bwana. Vipi umetumika mbele za Bwana? Utajibu. Ulipewa fedha, ulipewa uchumi ili mtumikie Mungu, ili upande makanisa, ili wasaidie wajane, lakini uchumi wako ukauzuia, ukatumia kwa anasa. Haukumtafuta Mungu kwa mali alizokupa, kwa baraka alizokupa ambazo ulimlilia usiku na mchana. Ukamwambia, Yesu nibariki ili nikutumikie. Bwana alipoachilia baraka, ukazuia mifupa yako, ukazuia mifuko yako, utahukumiwa, utajibu. Maana kwa vile ambavyo kufanya, uliwazuia watu wengine kumjua Kristo. Namna umekaa, hutaki kutumika, tambua unawazuia watu wengine kumfahamu Kristo. Itakuwa kwako ni vigumu sana kumwona Mungu kama unakataa kumtumikia. Umepewa karama ya kuimba, hutaki. Kila mmoja amepewa kitu na Mungu. Hebu kila kitu Mungu amekupa kufanya, fanya kwa uaminifu na kwa maumivu. Kila siku unawaza, Mungu nifanye nini kwa ajili yako? Sitaki ninaiwe mbele zako, sitaki kusiona mtu akukuhukumu. Bwana Yesu tusaidie. Pasiona mtu atakaleta mashitaka mbele zako. Mungu akikuangalia ni safi. Ndio maana amesema katika neno moja,
kwamba ondoa takataka katika fedha na chumba kitatokea. Usikubali takataka ambayo ni dhambi kae kwenye maisha yako ikakukamata, itakuzuia kuona ufalme wa Mungu. Ondoa uovu unayoshika hazina yako, itakuzuia kuona ufalme wa Mungu. Ondoa, kataa kiburi. Bwana anasema atakutapika. Tafuta kumtumikia Mungu. Huu ni msisitizo mkuu kwamba mtu wa Mungu, tafuta kumtumikia Mungu. Tumikia Mungu kwa moyo wa kupenda na thabiti. Ondoa kiburi kwenye moyo wako. Ondoa kiburi kwenye maisha yako. Kiburi cha uzima kiondoe, kitakuletea matokeo mabaya. Wapo watu wanatamani wamtumikie Mungu lakini hawawezi. Wako watu wana kiu na shauku ya kumtumikia Mungu, lakini wakijiangalia alizao, mwingine anatamani, Bwana, ningekuwa na fedha, ningefanya kitu fulani ndani ya nyumba yako, lakini sina. Na wakati moyo wake unahangaika kwamba nifanye nini kwa ajili ya Bwana, nifanye nini kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Haleluya, haleluya. Tafute Mungu, mtumikie Mungu, usimwache, usimwache. Warumi 12:11 mpaka 12. Warumi sura ya 12 mstari wa 11 mpaka 12. Anasema, kwa bidii bila kulegea, mkiwa na juhudi katika roho zenu, mkimtumikia Bwana kwa tumaini, mkifurahi katika dhiki, mkisubiri, mkidumu katika kusali. Narudia tena, mstari ni mzuri. Anasema kwa bidii bila kulegea, mkiwa na juhudi katika roho zenu. Kumbe kumtumikia Mungu inahitajika bidii. Bwana Yesu asifiwe. Katika kumtumikia Mungu ni bidii na juhudi ndio itakayokuonyesha matokeo. Lakini pia anasema katika roho zenu. Kumbe roho yako inatakiwa na juhudi kila itopo leo katika kumtafuta Mungu. Ndio maana anasema ya kwamba kwa tumaini mkifurahi, katika dhiki mkisubiri, mkidumu katika kusali. Kumbe katika dhiki pia unapaswa kumtumikia Mungu huku ukiendelea kuwa na subira. Mtu wa Mungu ana moyo wa subira katika utumishi wake, hata kama anapitia magumu, hata kama ana shida, hata kama ana dhiki leoni, lakini kwa utumishi wake ipo siku moja Mungu atamkumbuka. Bwana ataachilia neema, Mungu ataachilia mpenyo. Ndio maana anasema katika dhiki mkisubiri, na katika tumaini mkifurahi. Haleluya. Anamalizia kwa kusema mkidumu katika kusali. Maisha ya shida, maisha ulionayo, vile unaishi leo sivyo utakavyoishi kesho, ambavyo Bwana anakutazama wewe kama chombo chake. Utakavyojitoa, utakavyomtumikia, Bwana ataachilia neema, Yesu ataachilia baraka. Hautaishi hivyo hata kama unaishi katika dhiki la ujala, lakini Bwana ataachilia njia kwenye maisha yako. Ndio maana anasema mkidumu katika kusali, kwa sababu alijua katika kumtumikia Mungu liko jaribu litainuka. Yako mateso, ziko shida, ziko dhiki zitainuka, zitamfanya mtu yarudi nyuma. Ndio maana anasema mkidumu katika kusali, kwa maana mtu wa Mungu nguvu ulio nayo inategemeana na vile unasali. Unapaswa kudumu katika kusali. Sema amen. Kwa unapodumu katika kusali, ndipo utaona baraka za Mungu. Huwezi kusema mimi situmiki
kwa sababu nina shida 1 2 3, au simtumikii Mungu, nimekosa ada za watoto shule, kwa siwezi kumtumikia Mungu, ngoja nikatafute ada. Unakosea. Mungu atakupiga. Ada utakosa na watoto shule hawataenda. Mtafute Mungu hata kama una dhiki kiasi gani, hata kama unapitia mapito kiasi gani, hata kama wengine wamekutenga, hata kama wengine wanakuongelea vibaya, hata kama wengine wanakunyanyasa, hata kama wengine wanakuona una hali duni, hata kama wanakuona masikini, hata kama wanakuona ufai, hata kama wanakuona una dhiki, wanakuona kila siku unalia, wanakuona kila siku una tabu, wanakuona kila siku na mateso, ninakushauri, ninakutia moyo, usikate tamaa katika dhiki ulionayo. Kuwa na subira, ipo saa, upakate. Bwana anatenda, Bwana anafanya, anaachilia njia na utatokeza. Utaona nuru kwenye maisha yako. Haleluya. Utaona nuru kwenye maisha yako bila unasimama. Anasema mkidumu katika kusali, unapiga magoti, unamwambia Baba, unaona shida nilio nayo, unamwambia Yesu, unaona mateso nilio nayo, lakini sikati tamaa na wala sitachoka. Ndio maana akasema muwe na bidii na juhudi katika kumtumikia, na unapaswa kudumu katika kusali. Unapopiga magoti na unamtumikia Mungu, Bwana anasikia kilio chako, Bwana anasikia sauti yako. Ndio maana anasema yeye sio kiziwi hata asisikie, na mkono wake sio mfupi hata siweze kuokoa. Haleluya, haleluya. Unapaswa kudumu katika kusali siku zote za maisha yako. Usiseme hapana, unajua mimi ninapitia wakati mgumu sana, ndoa yangu ina shida, siwezi kumtumikia Mungu, mume wangu ananikataza au mke wangu ananikataza, siwezi kwenda kuimba, mimi nimebwana. Wewe, kuna watu wamepitia mateso, anarudi nyumbani anapigwa, na kanisani kesho anaenda. Kuna watu waliangaikia imani, walitumika kama vyombo, walikubali kufa na mateso ili wapate neema ya wokovu. Unaposhinda kutenda, maana yake unawazuia watu wengine. Hao watu ambao walitoa gharama ya maisha yao, wakina Paulo, wakina Petro, waliacha familia zao, walikubali kutumika kama vyombo, waliacha vyote walivyo nao, wakaanza kulichunga kundi la Mungu, wakaanza kutumika mbele za Mungu, wakakubali kuwa vyombo. Ndio maana hata sisi leo tumesimama, kwa sababu wako watu walikubali kutumika kama vyombo na walidumu katika kusali. Unaposali, matatizo yanaondolewa. Mungu hawezi akakubali wewe kutumikia katika shida. Anaona kabisa mtumishi wake unatumika vyema, unamletea matunda mazuri, umesimama sawa sawa, unamtumikia vizuri, alafu uishi maisha mateso. Hapana. Unapomtumikia Mungu huku unadumu katika kusali, unapiga magoti, Mungu anakusikia na anaachilia mpenyo kwa ajili yako. Sema amen. Tumalizie Malaki 2:7. Anasema kwa maana midomo ya kuhani ihifadhi maarifa, tena yawapasa watu kuitafuta sheria kinywani mwake, kwa kuwa yeye ni mjumbe wa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Sema mimi ni kuhani. Sema mimi ni kuhani, tena ni mjumbe wa Bwana. Tena ni mjumbe wa Bwana. Haleluya, mstari mzuri. Kuhani ni mjumbe wa Bwana. Maana yake ni kwamba mimi ni chombo cha thamani. Kuhani ni chombo cha Bwana. Haleluya. Mjumbe wa Bwana ni chombo cha Bwana. Mataifa wanatakiwa watafute sheria ya Mungu, watafute Kristo kwa kupitia kinywa chako, kwa kupitia kinywa chako. Watu wanatakiwa mtafute Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anasema midomo ya kuhani ihifadhi maarifa. Midomo yako inapaswa kuhifadhi maarifa. Sema amen. Watafute mataifa sheria ya Mungu kwenye kinywa chako, kwa sababu wewe umefanyika kuwa chombo. Unapofanyika kuwa chombo, unapotumika, pale ndivyo ambavyo
wote sasa unamzalia Yesu matunda na kumletea Mungu faida, kwa sababu watu watatafuta sheria ya Bwana kwenye kinywa chako. Watatafuta neno la Bwana kwenye kinywa chako, kwa sababu kinywa chako kitatumika kama chombo. Ndio maana anasema kuhani, yapaswa midomo ya kuhani itunze sheria ya Bwana. Mataifa watafute sheria ya Bwana kupitia kinywa chako, kwa kuwa wewe ni mjumbe wa Bwana. Kuhani ni mjumbe wa Bwana. Haleluya! Sema, mimi ni mjumbe wa Bwana. Mimi ni mjumbe wa Bwana. Sijasikia bado, mimi ni mjumbe wa Bwana. Piga makofi na vigelegele kwa Bwana. Haleluya! Kuhani ni chombo cha Bwana. Ukiwa mjumbe wa Bwana, maana yake umekubali kuwa chombo cha Bwana. Mataifa, ulimwengu wote wanapaswa watafute hekima ya Mungu kwenye kinywa chako, kwenye maisha yako. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame. Mungu anapenda tumtumikie. Kumtumikia Mungu kuna faida. Kumtumikia Mungu kuna neema. Ukimtumikia Mungu hautabaki kama vile ulivyo. Kumtumikia Mungu hautaishi maisha mateso. Kuna wakati hauta struggle, kwa sababu wewe ni mtumishi, kwa sababu wewe ni chombo cha Bwana, kwa sababu umesimama katika nafasi yako, kwa sababu umekubali kumtumikia Mungu. Inua mikono yako juu. Kuna mtu ambaye haoni, hajui, yani hajui namna vile anamtumikiaje Mungu. Tulisema kwamba mwaka huu tunatamani kila mmoja awe mtumishi wa Mungu, amtumikie Mungu kwa nafasi yake. Kuna mwingine anajua nafasi aliyonayo, kazi yake anaijua, lakini anafanya kazi kwa ulegevu. Unapaswa kutengeneza na Mungu, kugeuka leo, kutii na kusikia sauti ya Mungu. Mungu anataka urudi katika nafasi yako. Mungu anataka umtumikie kisawasawa. Mungu anataka usimame kisawasawa katika nafasi yako. Unatakiwa ugeuke, utimize majukumu yako. Asiyejua anatakiwa mwambie Mungu, ajiulize kwamba Mungu, nitumike vipi, nifanye nini kwako ili nikupendeze wewe. Umenifundisha kwa habari ya utumishi. Mungu, nikutumikiaje? Kwa yule ambaye anatamani kwamba Mungu ageuze maisha yake, kwamba Mungu, nimekosa, anasema Mungu, nimekosa, ninataka unibadilishe leo, ninataka nigeuke, nimesikia sauti yako, nimekubali kutii na kufuata wewe, na kuanzia leo nitasimama kisawasawa nikutumikie katika nafasi. Anayejisikia kiu hiyo na moyo huo ndani yake kwamba Mungu, ninataka nisimame kwenye nafasi yangu, asogee mbele, tuombe pamoja naye. Na yule ambaye anaona kwamba Bwana, mimi sina cha kufanya, ninataka niwe na kitu cha kufanya mbele zako nikutumikie, asimame, tuombe pamoja naye. Anayeona kwamba moyo wake haujafanya vyema, anataka kufanya vyema mbele ya uso wa Mungu na anataka kutengeneza na Mungu, asogee mbele, tuombe pamoja naye. Anayetaka kutengeneza pamoja na Mungu kwa habari ya utumishi wake, asogee mbele. Na yule ambaye anaona hana cha kufanya, anatamani kumtumikia Mungu, basi asimame, aje tuombe pamoja naye. Mwenye kutaka kutengeneza atasimama mkono wa kushoto. Mwenye kutaka kutafuta kwamba Mungu, ninataka unipe kitu cha kufanya, atasimama mkono wangu wa kulia. Tusimame. Asiwepo atakayenyamaza, kila mmoja atengeneze. Mwenye kiu ya kutengeneza ataendelea kutengeneza. Basi ninyi mliosogea mbele, msogea hapa. Narudia tena. Mwenye kutaka kutengeneza na Mungu, kwamba Mungu, ninaomba unisamehe na unirehemu, sikusimama katika nafasi yangu,
ninaomba unisaidie na unisamehe. Ninakuja kwako nikitaka kutengeneza. Basi asogee mbele. Mwenye kiu kwamba Mungu, ninataka nikutumikie, sioni au sina cha kufanya, ninataka kusimama, basi asogee mbele. Tapiga magoti, utanifuatisha maneno haya, alafu tutaendelea kuomba. Na hata ninyi mliokuwepo huko, kila mmoja aendelee kuomba. Sema, Bwana Yesu, asante kwa sababu ya jioni ya leo. Nimesikia sauti yako ikisema nami jioni ya leo kwa habari ya utumishi wangu. Tazama Mungu wa rehema, ninakuja mbele ya uso wako nikiomba rehema na toba. Nimekosa, sikutumika vyema katika nafasi yangu. Nilijitazama mwenyewe na kukusahau Mungu kwamba unanitazama. Ninaomba rehema, ninaomba toba. Unisafishe na kunifanya kuwa chombo cha thamani, na unitakase. Maana Bwana umesema katika Timotheo wa pili sura ya 2 na ule mstari wa 20 hata 21, umesema ya kwamba katika nyumba kubwa havimo vyombo vya thamani tu, vyenye heshima tu, bali vingine vina heshima na vingine havina heshima, na vingine vina thamani lakini vingine havina thamani, ila vinatumika. Yamkini nimetumika lakini sikuwa na thamani mbele zako. Bwana umesema sheria yako ili niwe chombo cha thamani ni lazima nitakaswe. Ndio maana umesema ya kwamba ikiwa mtu atajitenga na hao na kujitakasa, atakuwa chombo cha thamani na chenye kumfaa Bwana. Ninakuomba sasa Mwokozi wangu, ninakuomba sasa Baba yangu, unitakase maisha yangu, unitakase utumishi wangu. Mahali ambako nimekosa, sikusimama sawa sawa, sikutenda sawa sawa, ninaomba sasa Bwana ukanitakase, ukanioshe Mungu wa rehema, ukanioshe kwa damu yako, nisafishe, nitakase, nifanye kuwa huru. Maana umesema ya kwamba tutaifahamu kweli, na hiyo kweli yako itatuweka huru. Kweli ndilo neno lako. Umeachilia neno hili ili mimi nitakaswe, ili mimi niwe huru. Ninaomba uhuru wako Kristo ukakae ndani yangu, ukanitakase, nikawe chombo cha thamani na cha kukufaa wewe. Ukanitakase, nikawe chombo cha thamani na cha kukufaa wewe, nikasimame sawa sawa. Ukaitakase mikono yangu, ukatakase moyo wangu, takasa roho yangu, takasa Bwana, takasa Mwokozi, nitakase. Mwingi wa huruma, mwingi wa fadhili, wewe sema ya kwamba kama mkikubali na kutii takula mema ya nje. Lakini sikula mema ya nje kwa sababu sikutii, kwa sababu sikufuata sheria, kwa sababu sikufuata maagizo. Ninakuomba sasa Mungu wa rehema, ukanirehemu, nami nimekubali kutii na kufuata sheria na maagizo yako, ili nipate kula mema ya nje na ufalme wako. Ninakuomba sasa Mungu wa huruma na rehema, ondoa hasira yako juu ya maisha yangu, ondoa adhabu yako juu ya maisha yangu, ondoa laana juu ya maisha yangu, ondoa mateso juu ya maisha yangu, ondoa mabaya juu ya maisha yangu. Asante Bwana Yesu kwa sababu ya rehema. Asante Mungu wangu kwa sababu ya rehema. Yesu, ninakushukuru kwa kuwa umenisamehe na kunitakasa. Mwambie Mungu, ninakushukuru kwa sababu ya rehema. Asante Bwana Yesu kwa sababu ya mtoto wako huyu.
Asante Mungu mkuu kwa sababu ya mwanao mpendwa. Wewe umesema ya kwamba kondoo zako hao ndio husikia sauti yako. Kondoo zako husikia sauti yako. Tazama watumishi wako wamesikia sauti yako na wamekubali na kutii na wameisikia sawa na neno lako. Umesema kondoo zako huisikia sauti yako. Nawe uliye mchungaji mwema unayechunga maisha yao, wameisikia sauti yako. Ninakuomba sasa Bwana, kwa sababu wamesikia, kwa sababu wametii, kwa sababu wamekufuata, kwa sababu wamekusikia na kusogea mbele zako, hawakuonea watu wengine bali wamekutii wewe na kukusikia wewe. Ninakuomba Mungu mwenye nguvu, ukasikie sauti yako, wakaisikie sauti yako wakati sasa, ukawachunge kwa fimbo yako, ukawaongoze kwa Roho Mtakatifu. Bwana wajazilishe, Yesu wajazilishe. Ongeza kiu na shauku ndani yao, ongeza kiu na shauku ndani yao, wakakutumikia. Maana Bwana umesema atakaye kupale na kutii huyo atakula mema ya nje. Bwana achilia neema ya kutumika mbele zako. Ongeza kiu, ongeza shauku, ongeza kiu, ongeza shauku, wakajitoe mbele uso wako. Ongeza kiu, ongeza shauku, ongeza kiu, ongeza shauku, ongeza kiu, ongeza shauku. Ile mbegu njema ulioiachilia kwenye maisha yao, ile hazina ulioipanda kwenye maisha yao, ikastawi, ikachipue, ikaongezeke. Bwana ukajitolea utukufu kupitia watumishi wako, wafanye kwa vyombo vya thamani na vya kufaa mbele zako. Wakawe vyombo vya thamani na vyenye kufaa mbele zako, mbele zako. Wasiwe vyombo tu bali wakakufae wewe Kristo. Tengeneza maisha yao. Kuna wakati wako watu ambao wamekuacha kwa sababu ya kusukwa. Ile mbegu uliyoipanda ikasukwa na miiba hata ikashindwa kustawi. Bwana, ondoa miiba kwenye maisha yao, hata wasisukwe, wakakutii wewe, wakakufuata. Yesu ajazilishe. Mungu wa rehema, kumbuka maisha yao, kumbuka utumishi wao. Bwana Yesu ninakushukuru, Bwana Yesu ninakutukuza, ninakupa sifa Mwokozi. Asante kwa sababu ya neema, asante kwa sababu ya fadhili. Yesu ninakushukuru, Yesu ninakutukuza. Sifa na utukufu ni kwako, heshima na adhama ni kwako, nguvu na mamlaka ni zako, uweza na nguvu ni kwako. Ninaamini Bwana siku ya leo nimeandikwa kitabuni mwako, katika kitabu chako cha kumbukumbu. Siku ya Bwana umeiandika kwa sababu ya ulitambaye umekusudia. Watoto wako wamekusikia, nawe Bwana umetumia kama chombo chako. Yesu ninakushukuru. Asante Mwokozi, asante Mungu. Yesu ninakushukuru, ninakutukuza wewe, ninakupa sifa, ninakuinua. Asante Yesu, ninakushukuru. Umetengeneza maisha ya watu wako, umetengeneza utumishi wao, umetengeneza. Mungu ninakushukuru kwa kuwa Bwana umesikia, kwa kuwa Bwana ulikusudia. Siku ya leo Bwana ulikusudia. Yesu ninakushukuru. Asante kwa mapenzi. Asante Yesu.
unifanye kama Asante kwa mapenzi upendavyo. Yesu, ninakushukuru. Ninakutukuza Mwokozi. Ninakushukuru. Yesu, ninakutukuza. Umekwenda kufinyanga maisha yetu. Umekwenda kufinyanga hatima zetu. Umekwenda kufinyanga utumishi wetu. Umekwenda kugeuza tabia zetu, matendo yetu, hatima zetu, maisha yetu. Yesu, ninakushukuru. Asante kwa kuwa umekwenda kuachilia taswira mpya kwenye maisha yetu. Umekwenda kuachilia mwonekano mpya. Ninakushukuru. Ninakutukuza wewe. Sifa na utukufu ni vyako.